Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mwana kondoo ameshinda. Karibuni sana katika parokia yetu hii ya Isimani, akina mama, wanawake. Leo hapa katika eneo letu la Isimani limetimia neno linalosema kwamba hakika wanawake ni jeshi kubwa. Basi niwakaribishe sana kama tulivyoanza hija yetu pale barabara kuu, na tumefika hapa katika kanisa hii. Hii inaitwa parokia Isimani, kanisa Katoliki. Ni parokia ambayo ipo chini ya ulinzi, usimamizi na maombezi ya Mtakatifu Karoli Wanga na wenzake. Sasa katika mkusanyiko huu, usimamizi huu unaleta maana kubwa sana, kwa sababu mnamo karne ya 19 kule Uganda, Wakristo waliponyanyaswa na mtawala wakati huo aliyeitwa Kabaka Mwanga, huyu alikutana na Wakristo wenye msimamo kali ambao hawakutaka kuingizwa katika mambo yaliyo kinyume na neno la Mungu, mambo yaliyo kinyume kabisa na mafundisho ya kanisa. Hawa wakawa tayari kufa kwa ajili ya kutetea imani, na hawa watu tunawaita mashahidi. Hawakuwa Wakatoliki peke yao, walikuwa waamini wa Katoliki, Waanglikana, Waluteri, manake ule umoja wa Kristo. Kwa hiyo leo tunapokutana hapa kama umoja wa makanisa katika kanisa la Mtakatifu Karoli Wanga aliye shahidi wa Uganda, ambaye alikufa kutetea imani pamoja na mashahidi wa Kianglikana na Kiluteri na madhehebu mengine. Hii ni alama kubwa kwetu katika hija yetu. Tumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele. Basi niwakaribishe kwa kusoma neno la furaha kutoka Zaburi ya 133, ambayo ni zaburi inayotuonyesha furaha, inaonyesha jinsi ambavyo tunatakiwa tuwe pamoja lakini katika umoja. Naomba nisome. Zaburi inaongea juu ya maisha ya kidugu kwamba tazama jinsi ilivyo wema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Hermoni ushukao milima ya milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alipoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Basi zaburi hii ya 133 inatuelekeza juu ya maisha ya udugu. Kuna tofauti kati ya neno ndugu na udugu. Undugu kimsingi au msingi wake ni damu au vinasaba, kwamba watu wa damu moja, wa ukoo mmoja, wanaitwa ndugu. Lakini udugu unaunganishwa na kitu kingine ambacho kuhusiani na damu, na sisi wote tunahusianishwa hapa na imani yetu katika Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunahudumisha udugu wetu katika imani na sio katika damu. Tunahudumisha udugu wetu katika Ukristo, watu wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo, makanisa ya Kikristo. Kwa hiyo zaburi hii inatuelekeza vizuri kwamba katika Ukristo wetu ni kweli tuko pamoja, kwamba sisi wote ni Wakristo, lakini pengine kuhusu umoja bado tunalegalega. Sasa akina mama leo mmetuonyesha kwamba sisi Wakristo tulio pamoja tunatakiwa tuwe na umoja, kwa sababu inawezekana hata katika familia mkao mnaishi wote ndani ya nyumba moja, mko pamoja, lakini kumbe hamna umoja. Kwa hiyo sisi Wakristo wote tunaitwa kwa jina la Kristo, lakini kumbe tuko pamoja katika jina hilo, lakini tuko nje ya umoja. Kwa hiyo zaburi inatukumbusha kwamba tumekaa pamoja katika jina la Kristo, lakini ni leo sasa tuwe wamoja. Na nyinyi akina mama
Kwa umoja wenu mmetukumbusha jambo kubwa kabisa hili la umoja. Mungu awabariki na awalinde akina mama. Basi sasa niwakaribishe katika kanisa hili ambalo leo limekuwa la hija, na naomba samani wataanza